nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mstari wa 4a na wa mwisho. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Hii ndio somo letu la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanakondoo ameshinda. Somo letu la pili linapatikana katika kitabu cha Warumi sura ile ya 4. Tutaanzia mstari wa kwanza mpaka wa 5, then tutaruka wa 13 mpaka wa 17. Warumi 4:1 mpaka 5. Tutaruka tuende mstari wa 13 mpaka 17. Warumi sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tutaruka tuende mstari wa 13 mpaka wa 17. Neno la Mungu linasema, basi tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Mstari wa 5. Lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali anamwamini yeye ambaye amhesabia haki, asiyekuwa mtauwa, imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki. Tunaruka twende mstari wa 13 mpaka wa 17. Kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria bali kwa haki iliyohesabiwa kwa imani. Maana ikiwa wale wa sheria ndio warithi, imani imekuwa bure na ahadi imebatilika, kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira. Maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa. Kwa hiyo ilitoka katika imani, iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote, si kwa wale wa Torati tu, ila ni kwa wale wa imani ya Ibrahimu, aliye baba yetu sisi sote. Mstari wa 17 na wa mwisho. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi, mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu, mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Somo letu la pili linaishia hapa, na Mungu alibariki. Amen.